Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya 4 ya mwaka 2025. Hili ni somo la 4 linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Na leo katika kuhitimisha somo hili, tutajifunza zaidi. Hii ni Oktoba 24, siku ya Ijumaa. Soma Ellen G. White, Anguko la Yeriko, sura ya 45 kwenye Wazee na Manabii, sehemu ya pili. Wakati uasi dhidi ya mamlaka ya Mungu ulipoibuka ulimwenguni, ama ilikuwa Mungu akome kuwa jinsi alivyo kimsingi, asiyebadilika, wa milele, na kukabidhi uongozi wa ulimwengu wote kwa mmoja wa viumbe wake walioasi, au adumu kuwa mtakatifu, mwenye haki, mwenye upendo na Baba mwenye rehema kwa vyote vilivyopo. Biblia inawasilisha picha ya pili, na katika suala hili mgongano kati ya nguvu za uovu na uwezo wake Mungu haukwepeki. Wakati mamlaka za kisiasa au kijamii zilizohusianishwa na nguvu za machafuko na uasi wa ulimwengu zilipodhihirisha mwelekeo ule ule wa ukaidi dhidi ya Yahwe, yeye kama Bwana mwenye enzi aliingilia kati. Wazo linalorudiwa sana la Yahwe kama mpiganaji linakuwa onesho linalotangulia la ule ushindi wa mwisho ambao hatimaye utakomesha pambano linaloendelea la ulimwengu kati ya wema na uovu. Ufunuo wa Yohana sura 20 aya ya 8 hadi ya 10. Aidha, vita za Israeli zilizoungwa mkono na Mungu haziakisi tu kwa mtupo wa jicho pambano kuu la ulimwengu kama katika kioo, bali pia sehemu ya pambano hilo hilo, likitangulia hukumu ya wakati wa mwisho katika mazingira ya kihistoria ya sasa. Mungu alikuwa amekusudia iwe fadhila kwao na wajibu wao kuingia kwenye nchi hiyo katika muda aliopanga yeye. Lakini kupitia upuuziaji wao wa makusudi, fursa hiyo iliondolewa. Haikuwa kusudi lake kwamba wajitwalie nchi hiyo kwa vita, bali kwa utii kamili wa amri zake. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya pili, ukurasa wa 26. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: mazingira ya pambano kuu la ulimwengu yanakusaidiaje kuelewa kwa ubora zaidi pale Bwana anapowaamuru Israeli kwenda vitani? Swali la pili: kwenye kikosi, jadili jibu lako la swali la Jumatatu kuhusu uhalisia wa pambano kuu na jinsi linavyochukua nafasi kwenye ulimwengu unaotuzunguka. Tuna jukumu gani katika pambano hili na tunajitahidi kwa namna gani kulikamilisha? Swali la tatu: tunaweza kuitumiaje kanuni ya kunyamaza kimya na kumsubiri Bwana kutupigania kwenye maisha yetu ya kiroho? Swali la 4 na la mwisho: mara nyingi kwenye mijadala yetu na namna zetu za kutoelewana mara chache kanisani, huwa tunataka kuona ni nani aliye upande wetu. Tubadilisheje mtazamo wetu tukizingatia Yoshua sura ya 5 aya 13 hadi 15? Hili ni somo la 4, robo ya 4, mwaka wa 2025. Mungu atubariki sote. Nikutakia wakati mwema na majukumu mema.